Hujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, na natumaini kwamba uko salama salamini popote ulipo unapoendelea kutusikiliza au kutufuatilia au kututizama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Na basi kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia. Na mtweni masema unajiabone, una comment vile vile una partage. Ukicomment ukitoa maoni yako kupitia taarifa ulizosikiliza kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kurejea taratibu katika mji wa Sange baada ya vikosi vya waasi wa M23 kuondoka eneo hilo. Jeshi la FARDC limeongeza uwepo wake kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa raia na kuhakikisha utulivu unarejea baada ya miezi kadhaa ya machafuko yaliyokumba jamii hiyo. Kamanda mmoja wa FARDC General Dunia alifika moja kwa moja mjini Sange siku ya Jumatatu tarehe 5 mwezi wa 5 kwa ziara ya kikazi iliyolenga kuimarisha utawala wa serikali pamoja na kuwatia moyo wananchi waliokuwa wameathiriwa na vita. Ziara hiyo imekuja muda mfupi baada ya kuondoka kwa vikosi vya muungano wa waasi wa M23 RDF ambao kwa muda walikuwa wakidhibiti baadhi ya maeneo katika ukanda huo. Katika mkutano mfupi wa hadhara uliofanyika mjini humo, General Dunia aliwahakikishia wananchi kwamba jeshi la taifa linaendelea kujitolea kikamilifu katika kulinda mipaka ya nchi pamoja na usalama wa raia. Alisisitiza kuwa FARDC haitaruhusu tena hali ya sitofahamu kurejea katika maeneo yaliyokombolewa kutoka mikononi mwa waasi. Kamanda huyo aliwataka wanajeshi wake kuwa na nidhamu na ushirikiano wa karibu na wananchi ili kurejesha imani ya jamii kwa taasisi za dola. Pia alitoa salamu za pole kwa wakazi wa Sange waliopitia mateso mbalimbali katika kipindi cha zaidi ya miezi 4 ya uwepo wa waasi katika eneo hilo. Baadhi ya wananchi waliopata nafasi ya kuzungumza mbele ya viongozi wa jeshi walielezea mateso makubwa walioyapitia wakati wa utawala wa waasi. Mwanamke mmoja mkazi wa Sange alisema kuwa familia nyingi zilipoteza wapendwa wao huku wanawake wakikumbwa na vitendo vya ukatili na ubakaji. Alisema kwamba wanaume wetu waliuawa, wanawake wengi walibakwa na waasi hawa. Leo tunafurahi kwa sababu jeshi letu limetukomboa. Tunamshukuru Felix Antoine Tshisekedi kwa juhudi zake za kurejesha mamlaka ya serikali. Mkazi mwingine alielezea furaha yake baada ya kurejea kwa vikosi vya serikali, akisema wananchi walikuwa kama wafungwa ndani ya maeneo hayo kwa muda wote wa uwepo wa waasi. Kauli hizi zinaonyesha namna ambavyo wananchi wa eneo hilo wanatazamania kurejea kwa amani na maisha ya kawaida baada ya kipindi kigumu cha migogoro. Kwa sasa mamlaka za kijeshi zinaendelea na operation za kuimarisha usalama katika maeneo yaliyorejeshwa chini ya udhibiti wa serikali. Lengo kuu ni kuzuia pengo lolote la kiusalama ambalo linaweza kutumiwa tena na makundi yenye silaha kufanya mashambulizi au kurejesha hofu kwa wananchi. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa changamoto bado ipo katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako makundi yenye silaha yanaendelea kuwepo. Serikali ya Kongo pamoja na jeshi lake wanatarajia kuongeza juhudi zaidi za kulinda raia na kuhakikisha huduma za msingi pamoja na shughuli za kijamii zinarejea kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Wananchi wa Sange kwa sasa wana matumaini mapya ya kuanza upya maisha yao huku wakiomba serikali kuendelea kuwa karibu nao katika kipindi hiki cha mpito kuelekea kurejea kwa amani ya kudumu. Tuelekee huko Ituri ambako hali ya usalama katika eneo la Mambasa mkoani Ituri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya taarifa kueleza kuwa kundi la waasi wa ADF limeanza kuwatoza kodi wananchi katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Hata hivyo, imeongeza hofu miongoni mwa wakazi ambao tayari wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya kundi hilo lenye uhusiano na itikadi kali.
Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na viongozi wa kijamii katika eneo hilo, waasi wa ADF wameweka mfumo wa kulazimisha wananchi kutoa fedha, mazao pamoja na bidhaa mbalimbali ili waruhusiwe kuendelea kuishi au kufanya shughuli zao za kila siku katika maeneo wanayoyadhibiti. Wananchi wanaodaiwa kukataa kutoa hiyo kodi hukumbwa na vitisho, mateso au hata kuuawa. Taarifa hizo zinaeleza kuwa katika baadhi ya vijiji vya Mambasa, wakulima wanalazimishwa kulipa sehemu ya mavuno kwa waasi hao kabla ya kuingia mashambani au kabla ya kuingia sokoni. Wafanyabiashara wadogo nao wamekuwa wakitozwa fedha kila wanapopita katika njia zinazodhibitiwa na kundi hilo. Wakazi wa eneo hilo wanasema maisha yamekuwa magumu zaidi, kwani mbali na hofu ya mashambulizi, sasa wanakabiliwa na mzigo wa kulazimishwa kutoa mali zao kwa waasi. Baadhi yao wameamua kukimbia makazi yao wakikimbilia maeneo yanayozaniwa kuwa salama au maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la serikali kwa hofu ya usalama wao. Mwananchi mmoja aliyefanikiwa kukimbia kutoka eneo linalodhibitiwa na waasi wa ADF alisema kuwa waasi hao wanajifanya kama mamlaka rasmi kwa kuweka sheria zao wenyewe na kuwataka wananchi kuzifuata. Alieleza kuwa watu wengi wanaishi kwa hofu kubwa na hawana uwezo wa kupinga kutokana na vitisho vya silaha. Mashirika ya kiraia katika eneo la Ituri yameeleza wasiwasi wake kuhusu hali hiyo, yakisema kuwa hatua ya ADF kuwatoza kodi wananchi inaonyesha jinsi kundi hilo linavyoendelea kuimarisha ushawishi wake katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika yao yanaitaka serikali kuongeza operation za kijeshi ili kurejesha mamlaka ya dola na kuwalinda wananchi wake. Kwa upande wake, jeshi la FARDC linaendelea na operation dhidi ya makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini. Hata hivyo, changamoto za mazingira ya misitu ni mikubwa pamoja na ukosefu wa miundombinu mizuri zinaendelea kufanya operation hizo kuwa vigumu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, makundi yenye silaha yanaweza kuendelea kujijengea mifumo ya kiutawala katika maeneo ya vijijini na hivyo kuongeza mateso kwa raia wasiokuwa na hatia. Kwa sasa wananchi wa Mambasa wanaendelea kuiomba serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kibinadamu na juhudi za kiusalama ili kurejesha amani katika eneo hilo ambalo limeendelea kuathiriwa kwa muda mrefu na machafuko ya kivita. Turudi tena katika mji wa Sange ambako jeshi la taifa FARDC linaendelea kuimarisha usalama katika maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa waasi. Hii ni baada ya kamanda wa kikanda wa FARDC General Dunia kufanya ziara muhimu katika mji wa Sange kwa lengo la kurejesha utulivu na kuhakikisha wananchi wanapata ulinzi wa kutosha baada ya kuondoka kwa vikosi vya AFC M23 pamoja na FDLR. Ziara hiyo ya kijeshi ilifanyika katika mazingira ambayo wananchi wa Sange wamekuwa wakitoka kwenye kipindi kigumu cha machafuko au cha hofu, mapigano na ukosefu wa usalama iliyodumu kwa miezi kadhaa. Kuondoka kwa waasi hao kunaonekana kama hatua muhimu kwa serikali ya Kongo katika juhudi za kurejesha mamlaka yake katika maeneo yaliyoathiriwa na vita huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwa mjini Sange, General Dunia alikutana na wananchi pamoja na wanajeshi waliopo eneo hilo ambapo alisitiza umuhimu wa kudumisha nidhamu, ulinzi wa raia na kurejesha imani ya wananchi kwa vikosi vya serikali. Alisema FARDC itaendelea kusimama kidete kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na kulinda mipaka ya taifa dhidi ya makundi yote yenye silaha. Katika hotuba yake mbele ya wakazi wa Sange, kamanda huyo aliwahakikishia wananchi kuwa serikali haitowaacha peke yao baada ya mateso aliyoyapitia wakati ya uwepo wa waasi katika eneo hilo. Pia aliwataka wananchi kushirikiana na jeshi kwa kutoa taarifa kuhusu watu au vikundi vinavyoweza kuhatarisha usalama katika eneo hilo ya Sange. Wananchi waliohudhuria mkutano huo walielezea hisia zao za matumaini baada ya kurejea kwa vikosi vya serikali.
Wengi wao walisema maisha yalikuwa magumu sana chini ya udhibiti wa waasi ambao kulikuwa na vitendo vya ukatili, uporaji pamoja na hofu ya kila siku. Mkazi mmoja wa Sange alisema kuwa wananchi walikuwa wamepoteza matumaini kutokana na mazingira ya vita, lakini sasa wanaanza kuona mwanga wa amani baada ya kurejea kwa FARDC. Wengine walitoa pongezi kwa jeshi la taifa kwa juhudi zake za kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kurejea kwa jeshi la serikali katika maeneo yaliyoachwa na waasi ni hatua muhimu, lakini bado kuna haja ya kuendelea kuimarisha usalama ili kuzuia makundi yenye silaha kurejea tena. Wanasema maeneo mengi ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado yanakabiliwa na changamoto ya uwepo wa makundi ya waasi yanayohatarisha maisha ya raia. Jeshi la FARDC linaendelea na operation zake za kuhakikisha maeneo yaliyokombolewa yanabaki salama, huko shughuli za serikali ya Kongo pia huko shughuli za kawaida zikianza kurejea taratibu. Serikali ya Kongo inaendelea kutoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kushirikiana na vikosi vya usalama katika kipindi hiki cha mpito. Kwa sasa wakazi wa Sange wana matumaini kuwa kurejea kwa mamlaka ya serikali kutafungua ukurasa mpya wa amani, usalama na maendeleo baada ya muda mrefu ya machafuko yaliyoathiri maisha yao ya kila siku. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mpaka tamati. Basi tunakuunga moja kwa moja na Radio BBC ili ufahamu yote yanayoendelea pande zote za dunia. Karibu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuna haja ya mataifa ya Afrika na Ulaya kushirikiana kwa ukaribu zaidi katika sekta mbalimbali ikiwemo teknolojia na nishati ili kuimarisha maisha ya wananchi hasa vijana. Kiongozi huyo wa Ufaransa alikuwa akizungumza katika siku ya kwanza ya mkutano wa Africa Forward Summit ambao unaandaliwa kwa mara ya kwanza nchini Kenya, taifa ambalo halizungumzi Ufaransa. Katika miaka ya hivi karibuni mataifa kadhaa ya magharibi ya Afrika yaliyokuwa yametawaliwa na Ufaransa yamesitisha au kupunguza mahusiano na ushirikiano na Ufaransa. Viongozi kutoka nchi 30 za Afrika wanatarajiwa kuhudhuria. Mwenyeji wa kongamano hilo, Rais William Ruto, amesema ushirikiano ni njia muhimu ya mataifa maskini duniani kupunguza utegemezi wao kwa usaidizi kutoka mataifa makubwa ya kiuchumi duniani. Awali mataifa hayo mawili yalisaini makubaliano 11 ya ushirikiano katika sekta tofauti. We need infrastructure. Tunahitaji miundombinu na hii ni changamoto ambayo ipo hata barani Ulaya. Pia tunahitaji uwezo wa mifumo ya tehama. Sasa ikiwa tunataka kujenga miundombinu, basi ni muhimu tuwekeze pamoja ili kufanikiwa kufanya hivyo, na hii ni changamoto ambayo pia Rais Ruto anakabiliwa nayo na anasuluhisha. Ni swala la nishati. Huwezi kujenga miundombinu ya akili hunde bila ya nishati. In Kenya, we have had to review the hapa Kenya, bali na kufanyia mfumo wetu wa elimu mabadiliko, kuufadhili na kuufanyia marekebisho ili ulingane na mahitaji ya kisasa. Tunawekeza pia katika miundo mbinu ya kidijitali. Tuna kebo za fiber optiki na pia hapa Kenya tunatengeneza bidhaa mbalimbali za kidijitali kama vile simu, kompyuta na aina mbalimbali za miundo mbinu za kidijitali. So that we get more skills, we get more. Miongoni mwa wale wanaoshiriki kongamano hilo ni Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye hilo amezindua upanuzi wa makao makuu ya Nairobi na kuifanya ofisi ya 3 kwa ukubwa duniani katika shirika hilo kwa gharama ya zaidi ya dola milioni 340. Akizindua pamoja na Rais William Ruto, Guterres amesema upanuzi huo ni sehemu ya kufanyia mageuzi taasisi za utawala wa kimataifa ili kuipa Afrika sauti kubwa zaidi kimataifa. This potential is being held back by... Mabadiliko haya yanarejeshwa nyuma na vizingiti vilivyopo duniani ambavyo Afrika haikuviweka. Kwa mfano, gharama zisizo na msingi za kukopa, madeni mazito yanayolemaza na mfumo ambao hauko sawa kimataifa ambao unaangazia sera za karne iliyopita. Kushirikiana na Afrika kutamaanisha kuondoa vizingiti hivyo na kufanyia mabadiliko taasisi za uongozi wa dunia ili kuwezesha mataifa ya Afrika kuwakilishwa, kuwa na sauti
sauti na uwezo wa kufanya maamuzi kama vile kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na taasisi za fedha za kimataifa. Ahmed Bahaj amehudhuria kongamano hilo na kuzungumza na vijana kuhusu matarajio yao, na hii hapa taarifa yake. Kongamano hili la maendeleo ya Afrika la Africa Forward limefunguliwa rasmi hii leo na kinara wake Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akishirikiana na mwenyeji wake Rais William Ruto. Ni mara ya kwanza kwa nchi hizi za Ufaransa kuandaa kongamano hili katika nchi ambazo zinazungumza lugha rasmi ya Kiingereza. Na miongoni mwa ajenda kuu ya kongamano la hii leo ni ujasiriamali, kutumia teknolojia ya kisasa katika kutafuta biashara na uchumi, na vile vile masuala haya kutumia akili mnemba katika kukuza biashara. Pia baadhi ya mambo mengine yametajwa ni kwamba bara la Afrika litatumia vipi rasilimali zake kuvuna ama kufaidika zaidi haswa kifedha kutokana na nchi zile za bara Ulaya, haswa ikiongozwa na nchi ya Ufaransa. Hili ni jambo jema kwa nchi za Afrika, hususan Tanzania, ambako tunategemea kwamba wafanya biashara wetu wa Tanzania watapata nafasi ya kupata fursa za kufanya biashara na watu mbalimbali kutoka bara la Ulaya na wengine wa Afrika hapa ambao pia wako kwenye hili kongamano. Kama nchi ndio tuweze kufikia zile nchi zingine katika AI and the digital automation they have, lazima kwanza watoto wetu wawe na knowledge ya AI na pia kukuwe na infrastructure. Pia President Macron akasema kwamba they need to invest a lot in nuclear ndio tuweze kukuwa na enough coverage of internet across the country. Itakuwa vyema sana kwa mimi kuanzisha ama kuanza kujisomesha vitu vya AI ama hata kusomesha wenzangu. Mojawapo ya masuala yaliyoorodheshwa katika kongamano hili hapa Nairobi ni jinsi vijana watapata ajira na kupata ukuaji wa kiuchumi. Hata hivyo, baadhi ya vijana hasa katika ile sekta ya ubunifu na sanaa kama vile wasanii na wanafasheni ama wanamitindo wamelalamika kwamba katika siku hii ya kwanza masuala yao hayakuangaziwa wala hawajapata fursa zozote ambazo wanaweza kuzitumia kufaidika. Lengo langu sana ilikuwa kuja kusikiza kuna kitu yote kwa hii collaboration yao na Ufaransa, kuna kitu yote imewekewa kwa wasanii, na kama imewekewa kwa wasanii kivipi? Unajua wasanii sisi hatuko serikalini, sisi ni kama independent artists. Unapata nasikia tu fedha zikidropiwa, hii fedha imetolewa hii, fedha imetolewa hii, lakini watuambiwi inaenda wapi, itafanywa aje. Unajua accountability ni muhimu sana. Kutoka hapo hivi connection nimezipata ni nzuri, na ni especially eneo la vijana. Tumeweza kuongea na watu kadhaa yenye tunaweza kuwa na fursa mzuri ya kucollaborate kwa project zingine. Kongamano hili la siku mbili litakamilika hapo kesho tarehe 12, huku bara la Afrika likitumai kunufaika pakubwa kutokana na fursa zitakazojitokeza hapa katika kujiletea maendeleo ya ajira na ya kiuchumi. Nikiripotia BBC kutoka hapa Chuo Kikuu cha Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj. Na ripoti hiyo ya Ahmed Bahaj imeibua maswali. Afrika itafaidikaje na mkutano huo? Mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit amemuuliza swala hilo waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi. Kile ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi hii kwanza kujaribu kuweka sauti ya Afrika kwa mambo ya kiuchumi, mambo ya usalama na mambo ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale wananchi bilioni 1.4 katika bara la Afrika. Kwa hivyo agenda moja ni kuhakikisha kwamba tuna sauti moja. Tunazidi kuleta sauti yetu iwe moja. Kwa sababu kikumbuka kupitia kwa African Union kuna kile tunaita Africa Continental Free Trade Area. Ili Waafrika wenyewe waanze kuhakikisha kwamba uhusiano wao kiuchumi unapanuliwa kabisa, kwa sababu tumekuwa tukifanya uhusiano wetu uwe ndogo, na hii ni nafasi moja ya kuanza hiyo safari. Jambo la pili, tungependa tuone kwamba tunaweza zungumzia mambo ambayo tukiweka kwa investments za infrastructure za bara la Afrika zinaweza tuunganisha tena kwa njia ya kiteknolojia, mabarabara, mambo ya nguvu za umeme na kadhalika. Hii ni nafasi nzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka
ajira kwa vijana. Kama hatuzungumzi na wale ambao wana uwezo wa kuweka rasilimali katika taifa letu na kuwa na mikakati ambayo inatuweka pamoja, tutaunda vipi ajira kwa vijana wetu ambao ni wengi katika Kenya na pia katika bara la Afrika? Kwa hivyo mkutano huu wa Africa Forward Summit unalenga kujaribu kuimarisha sehemu hizo. Tuangalie kidogo, umezungumzia umoja wa bara Afrika, kutoa nafasi za ajira. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Waafrika wanashambuliwa katika taifa la Afrika Kusini kwa mfano. Sasa mtu atajiuliza ni vipi kwa bara la Afrika litasema linakuja pamoja wakati sisi wenyewe bado tuna mizozo ya sisi kwa sisi kama taifa? Na ndio kwa sababu lazima tuongee kama mataifa. Wale ambao wanapigana hapa na pale wanapigana kwa sababu hawaongei. La muhimu ni mataifa kuongea. La muhimu ni sisi kuongeleshana, dialogue. Na mkutano huu na mikutano mingine ambazo lazima tufanye katika mataifa tofauti ni kuhakikisha kwamba msingi wa mawasiliano unaimarika zaidi. Ndio mambo ambayo kama yale unataja yadidimie na yakwishe. Tunapozungumzia mambo kama hayo, anayekuja hapa ni Mfaransa. Na Ufaransa ni moja ya mataifa ambayo yamelaumiwa sana kwa njia moja au nyingine katika baadhi ya mataifa, hususan kule Afrika Magharibi. Wamelaumiwa kwa kuweza kuchochea mambo yanayofanyika kule ambayo yanavuruga amani. Sasa je, Kenya mmezingatia hili wakati mkiwa mnaandaa kikao hiki na taifa la Ufaransa? Kongamano kama hizi sio kongamano ambazo utasema kwamba msifanye kwa sababu kuna matatizo ya kisiasa ama tofauti ya mawazo na taifa fulani pale. Mataifa yatakuwa na mambo ya kitofauti mara kwa mara, lakini ni vizuri tujue kwamba mkutano kama huu na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakumbusha tena ufuati moja, ikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ni wakisha tunaletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo. Asante.